Leo hii muda huu ninapozungumza, ulimwengu tayari upo katika mkao wa kipekee. Tunakaribia kilele cha full moon ya Mei 1 mwaka wa 2026. Sasa kuna kosa kubwa sana ambalo watu wengi wamekuwa wanalifanya katika full moon, wanapofanya spell za full moon au wanapofanya manifestation katika kipindi cha full moon. Hiki ndicho ninachotaka kukizungumzia siku ya leo. Watu wengi huwa wanatumia neno nataka. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Ulimwengu au universe huwa haifanyi kazi kwa kile unachokisema kwa mdomo tu, bali huwa unafanya kazi kwa nishati unayoitoa. Sasa chunga sana. Unaposema nataka hela, nataka mafanikio, nataka gari au nataka utajiri, nishati unayoituma kwenye ulimwengu ni nishati ya upungufu. Yaani kusema nataka, neno nataka ni kukumbusha ulimwengu na nafsi yako kwamba wewe hauna, yaani wewe una upungufu wa kitu fulani. Na sheria ya mvuto huwa inasema hivi, kile unachokiwaza na kukihisi ndicho kinachoongezeka maradufu zaidi. Kwa hiyo pale tu unapotamka nataka, na hisia zako zinahisi kwamba wewe hauna, na ulimwengu utakupa hali nyingi zaidi za kutokuwa na kitu. Yaani wewe utaendelea hivyo hivyo kutokuwa na kitu, kuwa na hali ya upungufu. Sasa katika usiku wa full moon ya Mei 1, nataka tubadilishe huu mchezo. Nataka uhame kwenye hali ya acceptance, yaani hali ya kupokea, na kuomba tafuta mshumaa wa rangi ya kijani. Kama ukikosa mshumaa wa rangi ya kijani, basi tumia huu mshumaa wa kawaida, yaani wenye rangi nyeupe. Kijani ni rangi ya nishati ya asili, ni inawakilisha ukuaji, na pia ni rangi ya mzunguko wa fedha pamoja na ustawi. Kwa hiyo mshumaa wa kijani ni purposely kwa ajili ya kuvutia wengi wa pesa na ustawi. Lakini kwa wale ambao watahangaika sana kutafuta na wakakosa, basi tumia tu mshumaa mweupe. Mshumaa mweupe ni universal, huwa unatumika katika spell za aina yoyote ile. Ukishapata huo mshumaa, washa mshumaa kisha tuliza akili yako. Baada ya hapo, tamka maneno haya kwa mamlaka, kana kwamba tayari jambo limeshatokea. Tamka hivi: mimi ni nishati safi na nipo tayari kupokea utajiri unaoendana na thamani yangu. Haya ni maneno ya mwongozo tu kwa wale ambao ndio wanaanza, lakini unaweza kutamka maneno mengine mengi ambayo yapo katika mfumo huu niliokutajia hapa. Unaweza kutamka, mimi nipo tayari kupokea gari la ndoto zangu. Nipo tayari kupokea pesa nyingi kwa ajili ya biashara yangu. Tamka maneno mengi ambayo yapo katika mfumo huu. Unaposema nipo tayari kupokea, unajiondoa kwenye ile hali ya uhitaji na kujiweka kwenye hali ya ushindi. Yaani una declare to the world kwamba wewe tayari ni mshindi na unastahili hicho kitu. Unatangaza kuwa wewe ni sumaku. Hauombi tena, bali unakaribisha kile ambacho tayari ni chako, kilichokuwa kimeshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Full moon ya Mei 1 inamulika nuru yake kwenye nishati hii ya mapokezi. Kwa hiyo acha kung'ang'ana, anza kuruhusu. Yaani ruhusu hiyo nishati ya kupokea iweze kukufikia. Sasa baada ya kurekebisha lugha yako na maneno yako, lazima pia turekebishe chombo chako cha kuhifadhia nishati ya fedha. Hapa ninazungumzia wallet yako au mahali pako ambapo unahifadhi pesa zako. Unajua watu wengi huwa wanasema kwamba wanapenda pesa, lakini matendo yao yanaonyesha wanaichukia au hawaiheshimu, yaani wanaichukulia poa. Sasa naomba nikwambie, pesa sio karatasi tu. Pesa ni nishati. Na nishati huwa inapenda mahali palipo na utaratibu, usafi na heshima. Kwa hiyo hebu jiulize, wallet yako au pochi yako au mifuko yako ambayo unawekea pesa ipoje kwa sasa? Je, imejaa risiti za kizamani, marisiti ya madeni? Je, ina makaratasi ya ovyo, kadi za kizamani au uchafu? Yaani unakuta mtu
wallet yake imejaa madude, mavitambulisho ambayo hata sasa hivi hayatumii, marisiti ya zamani, makaratasi ya mikopo. Wallet imejaa, imetuna hivi. Sasa kama wallet yako ina fujo za namna hiyo, hapo unatuma ujumbe kwenye universe kwamba maisha yako ya kifedha ni ya fujo. Sisi tunaelewana? Na universe huwa haitoi baraka kwenye machafuko. Hiki ni kitu rahisi sana na unaweza kukichukulia poa. Unaweza kusema kwani wallet kitu gani? Wallet si ni kitu tu, naweza nikakitupa muda wowote. Sasa naomba nikwambie, pesa inahitaji kuheshimiwa na kuthaminiwa, na universe inaona matendo yako. Wewe ambaye unasema unapenda pesa, unapenda mafanikio, je, matendo yako yanadhihirisha hicho unachokitamani? Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Katika full moon hii, chukua hatua rahisi kabisa zifuatazo. Kitu cha kwanza kabisa, safisha wallet yako au pochi yako au kitu chochote kile ambacho wewe unahifadhia pesa zako. Toa risiti zote ambazo zinakukumbusha madeni au matumizi yaliyopita, yaani zile za muda sana. Unakuta risiti za miaka 10 iliyopita zimejazana tu. Risiti ni nishati ya pesa iliyotoka. Kwa hiyo tunataka nishati ya pesa inayokuja. Kama unahifadhi risiti, basi hakikisha unahifadhi risiti ambazo ni currently, yani za sasa hivi, za ulizofanya manunuzi labda let's say ya mwaka huu au ya kitu ambacho bado unakitumia. Na pia epuka kuweka risiti au vitu vinavyohusiana na madeni. Na pia kuna jinsi ya kuweka pesa zako. Pangilia pesa zako, usizikunje pesa kama takataka. Yaani unakuta mtu anazikunja, anaziweka mpaka nyingine zinachanika au zinawahi kuchakaa. Pangilia pesa zako vizuri, kuanzia kubwa mpaka ndogo. Ipe pesa heshima ili iweze kujisikia salama kurudi kwako. Yaani usifanye nishati ya pesa ijute kuja kwako kwa jinsi ambavyo wewe unaitesa, unaidharau, unaifanya vitu ambavyo haistahili. Na pia weka mbegu, na hapa sana sana nasisitiza mchele. Mchele unawakilisha wingi. Sote tunajua ili uweze kupika wali, uweze kuiva, unahitaji punje nyingi sana za mchele. Sasa hiyo ni ishara ya wingi. Weka punje chache za mchele kwenye wallet yako au kwenye pochi yako. Hii ni ishara kwa ulimwengu kwamba chombo changu hakitakaa tupu. Daima kitakuwa na mbegu ya kuzalisha zaidi na zaidi, na kitazalisha kwa wingi. Unapofanya hivi, unabadilisha uhusiano wako na thamani. Unaanza kuitazama wallet yako kama hekalu la ustawi na sio sehemu ya kuficha matatizo yako. Kwa watu wengi, hiki kinaweza kuonekana kama ni kitu kidogo tu au kitu cha kupuuza. Lakini kiroho, mbegu ni ishara ya uzazi, ukuaji na uwezekano. Mbegu inawakilisha kitu kidogo kinachobeba maisha makubwa. Na unapoweka mbegu kwenye wallet yako kwa nia safi, unaiambia universe kwamba nimeandaa nafasi ya ukuaji na nipo tayari kwa ajili ya kupokea. Hicho ndicho kinachofungua mzunguko mpya wa nishati. Lakini pia lazima uelewe kitu hiki hapa. Hakuna spell inayofanya kazi bila consciousness. Yaani hakuna mshumaa utakaobadilisha maisha bila intention. Mshumaa kama mshumaa ule hauwezi kubadilisha maisha yako. Mchele kama mchele haubadilishi maisha yako. Lakini intention yako ndiyo inayobadilisha maisha yako. Na ndio maana huwa nasema msingi wa kila kitu ni hali yako ya ndani. Wewe ndani yako una nia gani? Unajiona nani? Unataka nini kutoka ndani yako? Achana na maneno yako. Na naomba nikwambie, mshumaa sio uchawi. Mshumaa ni alama ya ukuaji, uponyaji pamoja na utajiri. Unapouwasha kwa nia, unaondoa ule uwezekano wa kile kitu cha kutokuwezekana ndani ya akili yako. Yaani unaipa akili yako ishara ya kwamba sasa umeingia kwenye nafasi ya kupokea. Na unaposema kwa sauti kwamba mimi ni nishati safi na nipo tayari kupokea utajiri unaoendana na thamani yangu, ni kama unaandika upya script katika ubongo wako. Na ubongo wako ndio msingi wa matokeo yako yote.
Yaani kile unachokiamini kwa ndani ndicho maisha yanachokurudishia. Sasa hebu fikiria, kama wewe kwa miaka mingi ulikuwa unaamini kwamba pesa ni ngumu, pesa ni kitu kibaya, mafanikio ni ya watu wengine au watu fulani fulani tu, basi subconscious yako inajenga resistance. Inajenga ile hali ya kwamba hiki kitu hakiwezekani, hiki kitu wewe haustahili, ni cha watu fulani tu, ni cha mtu fulani tu. Na huo ugumu, hiyo resistance ndiyo imekuwa ikizuia wingi wa pesa usije kwako. Yaani wewe ndiye mchawi wa maisha yako. Sasa full moon hii ni nafasi ya wewe kuachilia hiyo resistance. Ni nafasi ya wewe kuachana na guilt ya kutaka maisha mazuri. Ni nafasi ya kuondoa hofu ya kupokea zaidi. Kuna watu wao wanaogopa kuwa na pesa nyingi. Yaani kuna watu wanaona kama ukiwa na pesa nyingi wewe ni mtu mbaya. Ukiwa na pesa nyingi wewe tayari ni Freemasons. Sasa ukweli ni huu hapa. Hauwezi kuvuta kile unachokiogopa. Yaani wewe unataka kuwa na pesa lakini at the same time unaogopa, yaani unaziogopa hizo pesa au unaogopa hali ya kuwa tajiri. Kamwe huwezi kuja kuwa tajiri na huwezi kuhifadhi kile usichokiheshimu. Yaani wewe pesa uziheshimu, sasa je, utazihifadhi vipi? Ndio maana full moon ya Mei 1 inakufundisha ukubali kupokea na pia heshimu, ipe thamani pesa. Ukikubali, yani acceptance, ni sawa na kuwa tayari kupokea. Na ukiipa pesa thamani, hiyo ni ishara kwamba unaheshimu kile kinachokuja kwako. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vikikutana, wingi wa pesa utaanza kutiririka katika maisha yako. Na hapo ndipo watu wengi wanagundua jambo la muhimu sana, kwamba kumbe utajiri wa kweli hauanzii kwenye account. Unaanzia kwenye utambulisho wako. Wewe unajipambanua vipi mbele ya universe? Kama wewe unajipambanua ni mtu mnyonge, ni mtu ambaye haustahili, ni maskini, pesa sio za kwako, basi utajiri utakuwa unausikia kwa hao hao ambao wewe umewapa hiyo identity. Kwa hiyo lazima kwanza ujione kama ni mtu wa abundance, ni mtu wa kupokea pesa nyingi. Yaani lazima ujiweke kwenye nafasi na wewe ya utajiri. Lazima ujisikie unastahili. Lazima uamini kwamba maisha mazuri yanaendana na essence yako. Ukijiona mdogo, utavutia mazingira yanayokuweka mdogo hivyo hivyo. Ukijiona mwenye thamani, maisha yataanza kukutendea kwa thamani. Kwa hiyo anza kujithamini kuanzia leo. Anza kujiona wewe ni tajiri. Anza kuamini kwamba wewe ni mtu mkubwa, pesa unazo nyingi. Na hii ndio sheria ya resonance. Na full moon ina amplify hiyo sheria, yani inakuza hiyo sheria. Kwa hiyo usiku wa Mei 1, usikubali kuingia kwenye vibration ya wasiwasi. Ondoa kila aina ya wasiwasi. Kuna watu huwa nikiwafundisha home spell, wao wanasema nitakwenda kujaribu nione kama kweli ina work, nione kama kweli inaleta matokeo mazuri. Sasa ukishasema hivyo tu tayari una wasiwasi, yani tayari wewe unaonesha kuna doubt fulani ndani yako, huwezi kupata matokeo. Ni lazima ujipe uhakika, jiweke kwenye ile hali ya kustahili hicho unachokifanya. Yani wewe ushasema nataka kufanya spell ya pesa, basi amini wewe tayari ni tajiri, amini wewe tayari una pesa nyingi, utavutia kile unachokistahili. Usitumie muda wako kulalamika ovyo. Usianze kulalamikia umaskini wako. Usianze kulalamika kwamba una madeni mengi, sijui watu hawakupendi. No. Usijaze akili yako uoga. Tumia muda huo kuweka nia. Kuwa kimya na kaa chini ujiulize. Je, nataka kuwa nani katika maisha yangu? Sio unataka kupata nini. Si tunaelewana? Amini kwamba hicho unachotaka kupata tayari unacho. Kwa hiyo tengeneza identity yako. Ukishabadilisha identity yako, basi hata na vile ulivyo navyo vinaanza kubadilika, vinaanza kuendana na wewe. Na pia naomba nikwambie usijidharau. Na vile vile usione ndoto zako kwamba ni kubwa sana kiasi kwamba zinakwenda nje ya uhalisia. Ndani yako kuna uwezo mkubwa kuliko ulivyoambiwa. Yaani wewe hapo ulipo ndani yako
kuna nguvu kubwa sana, lakini hakuna mtu ambaye amewahi kukuambia. Mimi ndo nakwambia. Wewe una nguvu kubwa sana ndani yako, na full moon hii ni ukumbusho wa hilo. Full moon ni mwanga unaokuonyesha kile ulichosahau kuhusu nafsi yako, kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni nishati yenye uwezo wa kubadilisha maisha yako, lakini pia ni lazima uamue kuishi katika hali ya kujitambua. Yaani ni lazima kwanza ujitambue, ndipo uweze kutumia hizo nguvu. Na kujitambua kunaanza na uchaguzi wa maneno yako, vitendo vyako na mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo kuanzia leo, acha kutamka lugha ya mapungufu. Acha tabia za kudharau kile ulicho nacho. Yaani kuna mtu ni kweli hana pesa nyingi, ana pesa kidogo. Kwa hiyo hizo pesa kidogo anazitumia kuzidi kujidogodesha, kuzidi kujishusha mbele za watu, kwamba yeye ni mdogo, hana pesa nyingi. Acha kabisa. Acha kujificha nyuma ya hofu. Amini kwamba wewe ni mtu mkubwa na unao uwezo wa kupata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Na pia chagua kupokea, chagua kuthamini, chagua kuamini, kwa sababu mzunguko mpya unahitaji wewe uwe mpya pia. Yaani ili uweze kutoka hapo ulipo, unahitaji kubadilika kuendana na hiyo hali mpya unayoitaka. Na kama umefika mpaka hapa sehemu hii ya video, ni wazi kabisa kwamba haujaja hapa kwa bahati mbaya. Kuna sehemu ya nafsi yako ili kuvuta uje hapa, kwa sababu ulikuwa tayari kusikia haya maneno katika video hii. Na kama wewe umekuwa ukikata tamaa muda mrefu, unahisi maisha yamekuwa mazito, umejiuliza kama bado kuna mwanga mbele yako, nataka ujue kitu kimoja. Mwanga bado upo, na upo karibu zaidi kuliko unavyofikiria. Yaani mafanikio yako yapo karibu sana. Na kipindi hiki kinaweza kuwa ni mwanzo wa mzunguko mpya kabisa. Kwa hiyo usiogope kuanza tena, usiogope kuamini tena, usiogope kupokea kile ambacho moyo wako unajua kinakustahili. Kwa hiyo wewe kama unajiona ni bilionea mkubwa hapa duniani, amini kwamba hicho ndicho unachostahili, kwa sababu wewe sio wa kushindwa. Wewe sio wa kubaki hapo ulipo, na safari yako bado haijaisha. Yaani you are still, bado una fight. Universe haijamaliza kazi yake ndani yako. Na huu unaweza kuwa ni mwanzo wa kile ambacho umekuwa ukiomba kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo simama kwa imani, tazama full moon kama ukumbusho kwako, na tamka kwa sauti: mimi ni nishati safi na nipo tayari kupokea utajiri unaoendana na thamani yangu. Na naomba usikilize sauti yangu kwa makini sana. Wewe sio maskini. Wewe ni mwana wa ulimwengu uliyeumba kwa utajiri mkuu. Kwa hiyo kukwama kwa muda hakumaanishi kwamba ndio mwisho wa safari yako. Usikate tamaa. Usiku wa full moon, achilia maumivu ya jana. Achilia yote yaliyopita. Achilia makosa yako yote ya nyuma. Washa mshumaa, safisha waleti yako na vuta pumzi ndefu. Amini kwamba ulimwengu unaanza kupanga upya mambo kwa ajili yako. Thamani yako ni kubwa kuliko namba iliyopo kwenye akaunti yako kwa sasa. Kwa hiyo simama, jipanguse mavumbi na useme kwa sauti: nipo tayari kupokea. Amini, mambo makubwa yanakuja. Na jiamini ndani yako. Amini katika nguvu iliyopo ndani yako. Asante sana kwa kunisikiliza, na uwe na usiku wenye nuru na baraka. Happy full moon.